So ladies and gentlemen, nataka tuongee kitu kimoja hapa ambacho ni cha msingi sana ambacho lazima tukizungumzie, na ni kuhusiana na wanaharakati. Tunataka tuongee kuhusiana na wanaharakati wa East Africa wakiongozwa na wale ambao ni wanaharakati kutoka nchi ya Kenya, ambao tunawajua sana sana ni watu ama ni watu ambao wanapenda kutetea haki za kibinadamu, especially kama kuna mtu fulani anaonewa, endapo itakuwa nchini Kenya ama nje ya Kenya, especially kwa hizi nchi ambazo ni majirani East Africa. Hapa tumeweza kuona kwamba walikuwa na ile walikuwa na amori sana ya kujaribu kutetea baadhi ya viongozi East Africa ambao wako kama ni viongozi wa upinzani ambao wameweza kufungwa ndani na hawapati nafasi ya kwenda kwenye uchaguzi. Tuliweza kuona wakimtetea Tundu Lissu wakati Tanzania inaelekea kwenye kupiga kura au inaelekea kwenye chaguzi za kupiga kura, tuliona akifanya hivyo, ambapo watu wengi waliwakashifu na wengi wakawashukuru. Na sasa kitu ambacho nataka tulete hapa ni story nzima ya Uganda. Uganda kesho hiyo wanaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa kumchagua rais, na leo ni tarehe 14, kesho ni tarehe 15 tayari, ambapo kesho ndio rasmi siku ya uchaguzi. Na ifahamike kwamba Uganda kuna yule ambaye ni kiongozi pia vile vile wa upinzani ambaye anaitwa Besigye. Besigye amekuwa ndani kwa sasa, hata ukiangalia sasa hivi utaona Besigye yuko ndani ya prison, na mpaka sasa hakuna mtu yoyote ambaye anajiita mtetezi wa haki za kibinadamu duniani yote ambao ameweza kusimama na kukashifu kile kitendo ambacho kinaendelea ndani ya Uganda, ambapo kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa ndani ambao hao wana mshiko fulani kwenye jamii, ambao labda wangekuwa kwenye jamii wangegeuza vitu fulani. Ikumbukwe kwamba Besigye ni mtu ambaye ako na ile popularity ndani ya Uganda, ambapo akiongea jambo lake kunao baadhi ya wafuasi wake ambao wanaweza wakamsikiliza. So hata kama yeye hayuko kwenye debe, lakini ana uwezo kuja na kusema kwamba kura zangu ama kura za wafuasi wangu nataka mumpigie mtu fulani. Ako na huo ushawishi mkubwa sana. Lakini sasa tunavyoendelea kuongea, Besigye amewekwa ndani na wanaharakati hao ambao wanajiita watetezi wa haki za kibinadamu, hakuna hata mmoja ambaye ameweza kusimama na kujaribu kutetea hali hiyo ama kuzungumzia hali hiyo. Sio hivyo peke yake, tuzungumzie kuhusu kuzimwa kwa mtandao ama kuzimwa kwa mitandao ndani ya Uganda kwa takriban siku 4, ambapo walianza kuzima siku 2 kabla ya uchaguzi ambao ulikuwa ni jana tarehe 13. Hakuna watu ambao wamesimama mpaka sasa ambao wanatetea haki za kibinadamu ambao nimeona wamesimama na kujaribu kutetea ile hali halisi ya nchi ya Uganda ambao hawajatoka ndani ya Uganda. Na tukiangalia wale ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu ndani ya Uganda, wenyewe pia hawazungumzii haya masuala wakiwa ndani ya Uganda. They do talk about these things wakati wako nje ya Uganda. Na wale ambao ni wanaharakati kutoka nchini Kenya wakiongozwa na Martha Karua, Boniface Mwangi, ambao ndio tunawajua, ambao ndio wanaharakati ambao tunajua wazi kabisa ni watu ambao wanatetea haki za kibinadamu endapo ni nchini ama ni nje ya nchi. Nilitarajia kwamba sasa hivi nitawaona wako juu wakizungumzia masuala mazima ya nchi ya Uganda, wakijaribu kueleza ubaya ule ambao rais wa Uganda ambao yofanya kwa sasa. Lakini mpaka sasa hakuna mtu yote kati ya hao ambao nimekutajia ambao amesimama kidete na kuzungumzia ile swala. Sasa kuna swali najiuliza, je, wanaogopa Rais Museveni, ama ni kunyamazishwa wamenyamazishwa, ama ilikuwa ni kulipwa wanalipwa ndio wazungumzie masuala ya zamani na sasa hawajalipwa, hivyo basi hawezi wakazungumza mpaka pale ambapo watalipwa? Na je, hawa watu ambao walikuwa wanawalipa kwa nini hawajawalipa ili wazungumzie masuala mazima ya Uganda? These are the questions that I was asking myself, na nikaona isijiumize kichwa peke yangu, nilete hapa kwa mashabiki zangu, sote kwa pamoja tuweze kulizungumzia hili jambo. Ni kwa nini wanaharakati wamenyamazia story nzima ya Uganda ambayo inaendelea? Kwa sababu kinachoendelea Uganda sio sahihi, kinachoendelea Uganda sio shwari, na Uganda sasa hivi tunavyosema sio shwari. That's a reality. Nikisema sio shwari, na maanisha kwamba mitandao yote ya kijamii ndani ya Uganda imekuwa shut down. Vyombo vya habari vitakavyojaribu kwa aina moja, njia moja ama nyingine kupeperusha habari za Uganda kwa hali halisi ambayo iko, itapokunya leseni na vile vile pia kitafungiwa. So hiyo ni tishio lingine pia. Another tishio ambalo liko Uganda, tishio lingine ambalo liko ndani ya Uganda ni kwamba sahihi hakuna mtu yote ambaye anapaswa azungumzie story nzima ya Yoweri Kaguta Museveni ambaye ndio rais wa Uganda kwa sasa. People are keeping quiet, they don't talk about this thing. Ikizingatiwa kwamba watu wanaenda election kesho saa 2 tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026, watu wanaenda kwenye election asubuhi. Habari zitatoka wapi?
ndio pale ambapo yule ambaye anaang'ang'aniwa pia vilevile aweze kupigiwa kura ya Bobi Wine ameweza kuambia watu wa Uganda waweze kudownload certain application ambayo itawasaidia kutumia internet za nchi nyingine ambayo ni jirani kupeperusha habari na vitu vyote ambavyo vitafanyika ndani ya Uganda, kwa sababu mwenyewe anasema kwamba sababu kubwa kabisa ya kuzimwa kwa internet ndani ya Uganda ni ile kwamba Yoweri Kaguta Museveni pamoja na shirika lake ambalo ako nalo kwenye serikali yake, ile kwamba wanataka kuiba kura kwa wingi ili wamwapishe Museveni kama rais. You know that sijui kama mwajua kwamba Museveni sahii itakuwa mara yake ya 7 kama si ya 8 kwenda kunyang'anyia ama kwenda kujipiga kwenda kuingia kwenye debe ili achaguliwe kuwa rais. 7th if not the 8th time anaenda pale. Get to know that huyu jamaa amerule ndani ya Uganda, amekuwa kiongozi ndani ya Uganda kwa takriban miaka 40 na 40 plus good years. Jamaa amekuwa kwenye kiti pale akiwa kama rais. And believe me that jamaa naye pia akona miaka 80 kuendelea, so he's 80 plus. Huyu jamaa ni mtu mzima, the guy is old, lakini mwisho wa siku vijana ambao wanataka kusimama waweze kuongoza nchi wanakatazwa na kunyimwa hiyo nafasi cha nguvu. Hasa unaweza kujiuliza kama kweli hii tume huru ya Uganda inataka upigaji wa kura huu uwe wa halali na wa wazi, ni kwa nini internet zifungwe? Na kwa sababu okay, tume huru iseme sio hao waliozima internet, serikali ndio imezima internet. Kwa nini wasia order? Why don't they order the government waeke hino internet ikuwe free ama ikuwe tu kawaida the way it was before, ili watu waweze kuona, watu waweze kujua sehemu moja na sehemu nyingine kitu gani ambacho kinafanyika. Habari ziweze kupeperushwa dunia nzima, waweze kujua ni kitu gani ambacho kinafanyika pale ndani ya Uganda, ni kitu gani ambacho wanaogopa, ambacho kimewafanya mpaka wazime internet. Ni vitu ambavyo tumeweza kuviona baadhi ya nchi wakizima internet, na madhara yake mwisho wa siku tumeweza kuyaona, yale ambayo ni ya uzimaji wa internet. Hatuombi kilichotokea nchi jirani kiweze kutokea Uganda, lakini kiukweli kabisa ni ishara mbaya, na wanaharakati wamenyamaza. Sijui ni nani wa kulaumiwa, sijui ni wanaharakati wenyewe walaumiwa kwa sababu wamepoa sana, ama ni wale ambao labda hatuna uhakika, lakini maybe there are some people who are paying these human rights activists. Kama kuna watu ambao walikuwa wakiwalipa hawa human rights activists ndani ya ndani ya East Africa hapa, na kama hawajawalipa kwa sasa, pia it's a question to ask ourselves why. Lakini on my side, when you ask me that question, nitakwambia kwamba hawa watu wote ambao let's talk about human rights, ama these people ambao wanalipa hawa human rights, wanawalipa hawa watetezi wa haki za kibinadamu ili waende kwa nchi moja ama ingine kwenda jifanya wanatetea haki za kibinadamu na kupeperusha habari ya ile nchi, not unless there's a certain gain they're going to gain in that country. Kama kuna faida ambao wataipata kutokana kwenye ile nchi, basi wataivamia hivi na kupeperusha habari za uongo na kweli kuhusiana na ile nchi. Lakini kama kuna gain, hakuna gain yote ambayo watapata, hakuna faida yote ambayo watapata, hata hao they will sit difficult kulipa mtu ili aende kafanye vurugu, ama kulipa mtu ili aende kapeperusha habari za uongo na kweli kwenye ile nchi. So tafakari ya babu.